Hujambo na hualigani mtazamaji wa SQF TV, karibu tena kwenye SQF habari jioni ya leo, tukiziangazia habari za kitaifa na kimataifa. Jina langu ni Pataleo Lugwisha, nitakaye kuongoza kwenye habari za kitaifa, lakini tutakuwa na Pendo Godson akikupitisha nje ya mipaka ya Tanzania ni vipi vimejiri katika anga za kimataifa. Naam, tukianzia huko jijini Dodoma ambapo Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Tulia Ackson amempongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuongeza kima cha chini cha mshahara cha wafanyakazi kufikia 35.1, huku akizitaka pia sekta binafsi kuiga mfano huo na kuboresha maslahi ya wafanyakazi. Waheshimiwa wabunge, Mheshimiwa Dr. Alice Kaijage amesimama hapa kwa mujibu wa kanuni yetu ya 54 akieleza jambo la dharura, na amesema hiyo ni dharura, lakini ni dharura ya kipongezi. Kwa hivyo, kwa sababu kanuni zetu zinatoa fursa ya bunge kutoa pongezi na zinatoa fursa kwa spika kuzungumza kwa niaba ya bunge kwa upande huo wa pongezi, basi waheshimiwa wabunge, kwa niaba ya wananchi wa Tanzania, kwa sababu sisi ndio wawakilishi wao, tunampongeza sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa hatua aliyoichukua siku ya jana, siku ya Mei Mosi, kuhakikisha kwamba anawapandishia mishahara watumishi wa serikali ambao wanapata kima cha chini, na alitoa ahadi kwa ajili ya watu ambao hawapati mshahara wa kima cha chini kwamba na wao watapata asilimia zao kwa kadri muda unavyokwenda. Kwa hivyo sote kwa pamoja kama Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tunampongeza Mheshimiwa Rais kwa hatua hiyo ya kuboresha maslahi ya wafanyakazi wa taifa hili, na tunaamini kwamba na waajiri binafsi sasa na wao wataendelea kuangalia mwongozo huu uliotolewa na Mheshimiwa Rais kuona namna ambavyo wanaweza kuboresha maslahi ya wafanyakazi katika maeneo yao pia. Kwa hivyo pongezi zimetolewa waheshimiwa wabunge kwa niaba yenu nyote. Tusalie huko bungeni jijini Dodoma ambapo mbunge wa Jimbo la Kawe Joseph Gwajima ameiomba serikali kutunga mpango wa kuzinusuru kaya ama makazi ya wananchi yaliyo pembezoni mwa mito, huku akionya kuwa wananchi kwenye maeneo hayo wapo hatarini kutokana na kuongezeka kwa upana wa mito unaosababishwa na kumomonyoka kwa kingo. Je, lini ahadi ya kupeleka fedha za ujenzi wa mito iliyopanuka katika Jimbo la Kawe itatekelezwa? Swali hili limeelekezwa Ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira. Naibu Waziri, Ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira, Mheshimiwa Hamza, majibu. Mheshimiwa Spika, serikali inatambua changamoto ya kupanuka kwa mito iliyopo katika Jimbo la Kawe, ikiwemo mito ya Nyakasangwe, Tegeta, Mbezi, Mlalakuwa, Mpiji na Ndumbwi inayotitirisha maji yake katika Bahari ya Hindi. Kupanuka kwa mito hiyo ni kutokana na athari za mabadiliko ya tabia nchi na kufanyika kwa shughuli zisizoendelevu za kibinadamu ndani ya mita 60 kinyume na kifungu namba 57 cha Sheria ya Usimamizi wa Mazingira sura 191. Katika kukabiliana changamoto hiyo, serikali itaendelea kutenga fedha pamoja na kutafuta fedha kupitia mifuko ya hifadhi ya usimamizi wa mazingira na kukabiliana na athari mabadiliko ya tabia nchi ikiwemo GEF, GCF na AF kwa ajili ya ujenzi wa mito hiyo. Kwa muktadha huo, ujenzi wa mito iliyopanuka katika Jimbo la Kawe utatekelezwa kadiri fedha zitakavyopatikana. Mheshimiwa Spika, kupitia bunge lako tukufu ninaomba kutoa wito kwa serikali za mitaa kote nchini kuendelea kusimamia kikamilifu Sheria ya Usimamizi wa Mazingira sura 191 ili kuzuia shughuli za kibinadamu kama vile uchimbaji wa mchanga na kuelimisha jamii juu ya utunzaji wa mazingira ili kudhibiti upanukaji wa mito na kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Mheshimiwa Spika, na kushukuru. Naam, tuelekee huko mkoani Mara ambapo shirika la umeme la TANESCO limewatunuku zawadi wafanyakazi wake 6 kwenye idara mbalimbali kwa kufanya vyema majukumu yao, huku kwa namna nyingine shirika hilo limepongezwa kwa kutoa huduma bora kwa wananchi.
Sisi kama wafanyakazi wa TANESCO tunafurahi sana kushiriki sikukuu za Mei Mosi mwaka 2025 kulingana na hotuba ya mkuu wa mkoa. Kwanza tunapenda kushukuru sana mgeni wetu rasmi mkuu wa mkoa. Sisi kama wafanyakazi wa TANESCO tunashukuru sana kwa zawadi na tuzo tulizozipata za ufanyakazi bora. Tunaahidi tutaendelea kutoa huduma zetu bora ili kuleta maendeleo ya wananchi na taifa letu kwa ujumla. Kwa wafanyakazi ambao wamepewa tuzo za ufanyakazi bora, mimi kama kiongozi wao na waendelee kuchapa kazi kwa bidii, wasibweteke. Sio kwamba labda hawa ambao hawajapewa labda wafanye kazi vizuri, wanafanya kazi vizuri, ila wao wameibuka kuwa miongoni au amangofu wale watu ambao wanafanya kazi bora. Kwaona hawa ambao ambao hawajapewa tuzo na waendelee kuchapa kazi, nao ipo siku au wakati unaofuata watakuwa wafanyakazi bora. Naam, tutamatisha habari zetu za kitaifa kwa kuelekea huko mkoani Mwanza ambapo mkuu wa mkoa wa Mwanza Mheshimiwa Said Mtanda ametoa wito kwa wananchi na wafanyakazi kudumisha amani ya nchi yetu kuelekea uchaguzi mkuu, huku akisisitiza kuwa amani na utulivu ni chanzo cha ustawi na maendeleo kwenye jamii. Huwezi kuzungumzia haki kama nchi haina amani. Moja kati ya haki ya Mtanzania ni kupiga kura. Moja kati ya haki ya Mtanzania ni kuletewa maji. Moja kati ya haki ya Mtanzania ni mtoto wako kupata elimu. Sasa kama haki hizo zote za binadamu zikitekelezwa lakini nchi haina amani, serikali inawezaje kutoa haki hizo? Serikali inawezaje kupeleka maji sehemu ambayo wananchi wanapigana vita? Serikali inawezaje kupeleka shule sehemu ambayo haiwezi kuingilika kwa sababu ya vita? Kwa hiyo amani ndiyo nguzo mama kuelekea upatikanaji wa haki. Kwa hiyo serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya uongozi wa Rais Samia Suluhu Hassan kwanza itaendeleza falsafa ya baba wa taifa ya kuhakikisha Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inakuwa ni jamhuri huru, lakini pia yenye amani, yenye usalama, yenye utulivu, ili serikali hiyo iweze kutekeleza haki na wananchi waweze kutekeleza wajibu wao kwa taifa lao. Sisi wote sawa tunaendelea kuikumbusha serikali, tunafahamu mpaka sasa hivi kuna hatua zimefanyika, lakini tunaendelea kuikumbusha serikali kwamba kuweza kuharakisha mchakato au na kuona namna bora ya kuweza kulizia mkataba namba 189 wa kimataifa ambao unaainisha kazi zenye sawa kwa wafanyakazi wa nyumbani. Kwa nini tunasemea hili? Kwamba pamoja juhudi nyingi ambazo serikali zimeshafanya, lakini tunaona kwamba 40 matatizo mengi ambayo wafanyakazi wa nyumbani wanakumbana nayo nchini Tanzania, kwa mfano watu kutokuzingatia kima cha chini cha mshahara, masuala ya afya, uyumuishwaji kwa mambo ya kijamii na mambo mengine kupitia mkataba huu, kwa sababu umeyaelezea, unaweza kuwa ni 40 kwamba kwa sababu watu wataweza kulizia, watalipa kima cha chini cha mshahara, lakini pia haki kama masuala ya afya, haki zao kushiriki katika masuala ya haki zao za kijamii wanaweza wakashirikishwa. Lakini pia tunaona kwamba bado kuna matendo ya ukatili yanazidi kuendelea, lakini tunaamini kwamba sheria ikikaza zaidi, japokuwa sheria zilizopo, mkataba huu utaweza kutibu changamoto zote ambazo zimekuwa zikikabiliana na wafanyakazi wa nyumbani Tanzania. Kwa hiyo ndio maana tunasema kwamba mkataba huu ni muhimu, serikali iweze kulizia. Tayari wameshaanza hatua, lakini tunaamini kwamba wakishalizia tu kutakuwa na sheria ndogo ndogo ambazo zitatungwa kuweza kusaidia usimamizi wa masuala mazima ya haki, usawa kwa wafanyakazi wa nyumbani, lakini pia kuna mambo ambayo yatakuwa yamezingatiwa kwa sababu wafanyakazi wa nyumbani ni kama wafanyakazi wengine. Ukamilifu wa taarifa hiyo unatuhamisha, na sasa tunajiunga na Pendo Godson kuziangazia habari za kimataifa. Ni yapi yamejiri kwenye habari hizo? Huyu hapa Pendo Godson akikusimulia habari za kimataifa kwa undani. Na karibu mtazamaji wa SKF TV tukiangazia habari za kimataifa. Rais Donald Trump ametangaza siku ya Alhamisi kwamba atamteua mshauri wake wa usalama wa kitaifa Mike Walters kuwa balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Kimataifa. Trump ametoa tangazo hilo kupitia mtandao wake wa kijamii wa Truth Social, na waziri wa mambo ya nje Marco Rubio atashika nafasi hiyo kwa muda. Tangazo hilo lilotolewa saa chache kufuatia ripoti ya kwamba Walters na naibu wake Alex Wong watajiuzulu nafasi zao, wakati shinikizo likizidi kuhusu jukumu la Walters kwenye kashfa
kashfa ya Signal Gate. Waters alimuunga bila kukusudia mwandishi wa habari kwenye kundi ambalo hujadiliana taarifa za siri hususan za mipango ya vita, hatua iliyoibua madai ya taarifa hizo kuvuja. Na tukiangazia kule nchini Syria, kiongozi wa kiroho wa jamii ya wachache ya Druze nchini Syria, Sheikh Imad, alitoa matamshi ya kulaani kile kilichokiita kampeni ya mauaji ya halaiki dhidi ya jamii yake. Hijrir katika taarifa yake alilaani ghasia zilizotokea Jaramana na Sahnaya karibu na Damascus na kutoa wito kwa jeshi la kimataifa kuingilia mara moja ili kurejesha amani. Katika hatua nyingine, Marekani imekutana na mwanadiplomasia mkuu wa Syria na kuzitaka mamlaka za nchi hiyo kuchukua hatua dhidi ya ghasia hizo zinazolenga jamii hiyo. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje, Tammy Bruce, amesema mawakili wa Marekani walikutana na ujumbe wa Syria mjini New York siku ya Jumanne na kuzitaka mamlaka kuchagua sera zinazoimarisha utulivu. Hayo yatafanyika huku Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu akisema mapema leo kwamba wameshambulia kituo hicho karibu na makazi ya rais mjini Damascus kama sehemu za kuwalinda watu wao. China ilisema mapema Ijumaa kwamba itatathmini pendekezo la Marekani la mazungumzo kuhusu ushuru, lakini kwanza ikitaka Washington kuonyesha uaminifu. Aidha, imeitaka Marekani kuwa tayari kufuatia ushuru uliozorota masoko ya kimataifa na minyororo ya ugavi. Wizara ya biashara ya Beijing imethibitisha kuwa Marekani ilifanya mawasiliano na kwamba kwa sasa wanatathmini pendekezo hilo. Amesema ikiwa Marekani inataka kuzungumza, inapaswa kuonyesha uaminifu, kuwa tayari kurekebisha mazoea mabaya na kufuta ushuru wake wa upande mmoja. Marekani iliadhibu China kwa ushuru wa hadi 145% kwenye bidhaa nyingi za China ulioanza kutumika mwezi wa Aprili, na Beijing ikajibu kwa kutozwa ushuru mpya wa 125% kwa bidhaa zinazoingizwa kutoka Marekani. Nikimalizia na taarifa hii ya habari ya kimataifa, Irani imesema Alhamisi kwamba duru iliyofuata mazungumzo ya nyuklia na Marekani imeahirishwa baada ya Oman, ambaye ni mpatanishi, kusema hiyo ni kutokana na ucheleweshaji wa vifaa. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani, Tammy Bruce, amesema mjini Washington kwamba wanatarajiwa kuwa na duru nyingine ya mazungumzo hivi karibuni. Iran na Marekani wameripoti hatua zilizopingwa kwenye mazungumzo hayo yalifanyika Jumamosi 2 mfululizo tangu Aprili 2. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Ismail Bagei aidha amethibitisha kuahirishwa kwa duru iliyopangwa kufanyika Rome siku ya Jumamosi kwa kuzingatia pendekezo hilo la Oman. Tarehe mpya zitatangazwa kulingana na makubaliano ya pande hizo mbili. Mimi ni Pendo Gorton, SQF TV. Mpaka kufikia hapo hatuna la ziada kwenye SQF habari ya SQF TV siku ya leo. Ulikuwa nami Pantale Lugisha nikikuongozea usukani huu kwenye habari za kitaifa, lakini tulikuwa naye Pendo Godson kwenye habari za kimataifa. Nikukumbushe wewe mtazamaji ambaye unasikia tangazo hili kuwa tarehe 12 mpaka 16 mwezi wa 5 ama Mei 2025, kambi ya matibabu maalum kwa watoto wenye tatizo la mdomo wazi ama mdomo sungula itakuwa pale Tabora kwenye hospitali ya Malolo. Kama una mtoto ama una rafiki na ndugu ama jamaa ambaye ana changamoto hii, unaweza ukampatia ujumbe huu amfikishe mtoto wake kwa ajili ya kupatiwa matibabu bure kabisa yanayotolewa chini ya udhamini wa The Same Qualities Foundation. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya jioni ya leo, sina la ziada. Jina langu naitwa Pantale Lugisha. Nikutakia weekend njema. Tukutane panapo majaliwa. Kwa mara nyingine tena, The Same Qualities Foundation kwa ushirikiano na hospitali ya Malolo Tabora wanakuletea upasuaji wa midomo wazi utakaofanyika bure kabisa. Ni kuanzia tarehe 12 hadi 16 Mei katika hospitali ya Malolo Tabora. Watoto wanaombwa kufikisha hospitalini hapo siku moja kabla ya kuanza kwa zoezi la upasuaji. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu nambari 0753 108 944 au 0738 229 449 na 0717531312. The Same Qualities Foundation, hatua moja, tabasamu moja.